Mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni Disemba 30, siku ya Jumanne. Mada inasema Paulo huko Filipi. Wakati wa safari ya pili ya kimishonari ya Paulo, muda mfupi baada ya Timotheo kuongezeka katika timu, wanakatazwa na Roho Mtakatifu kuvuka kwenda Asia ndogo. Matendo 16:6. Kwa hiyo wakati wa maono ya usiku, Paulo anamwona mtu akimsihi, vuka uje Makedonia utusaidie. Matendo 16:9. Kwa hiyo mara moja wanaelekea kwenye bandari iliyo karibu zaidi na Makedonia na kusafiri kwa meli kutoka Troa kuvuka bahari ya Aegea hadi Neapoli katika bara la Ulaya. Lakini baada ya kueneza Injili huko, Paulo, Sila, Timotheo na Luka aliyejiunga nao huko Troa, kama inavyoonyeshwa kwa matumizi ya neno sisi au tuka katika Matendo 16:11 kuelekea Filipi. Katika kazi yake ya uinjilisti, Paulo daima alifikiri kimkakati. Filipi ulikuwa mji wa Makedonia, mji ulio mkuu katika jimbo lile. Matendo 16:12. Kwa kweli ulikuwa moja ya miji yenye kuheshimiwa zaidi ya ufalme wa Rumi, ukipewa hadhi ya Lus Italcum, hadhi ya juu zaidi ambayo miji ingeweza kupewa. Raia wake walikuwa na fadhila zile zile kana kwamba mji huo ulikuwa nchini Italia, ikiwa ni pamoja na kusamehewa kodi ya ardhi na kodi ya kichwa, na mtu yeyote aliyezaliwa katika mji huo moja kwa moja alikuwa raia wa Rumi. Pia kilikuwa kituo muhimu katika njia ya Egnatia, ambayo ilikuwa barabara kuu ya nchi kavu inayounganisha Rumi na Mashariki. Kuanzisha uwepo muhimu wa Kikristo huko kuliwawezesha kuleta Injili katika miji mingine mingi ya karibu, ikiwa ni pamoja na Amfipoli, Apolonia, Tesalonike na Berea. Tazama Matendo 17:1 na 10. Cha ajabu, lugha rasmi katika Filipi ya karne ya kwanza ilikuwa Kilatini, jambo linalothibitishwa na kuenea kwa maandiko ya Kilatini. Katika Wafilipi 4:15, Paulo hata anawaita kwa jina linalotamkwa Kilatini, Filipe Sioi, yaani wa Filipi, inavyoonekana kwa kutambua hadhi yao ya pekee ya Kirumi. Hata hivyo, Kiyunani kilikuwa lugha inayotumika sokoni na katika miji midogo na majiji ya jirani na njia ambayo kwayo Injili ilitangazwa. Luka anaelezea jinsi Paulo na timu yake walivyojiunga na watu kuomba kando ya mto, ambapo Lidia na nyumba yake waliongoka. Matendo 16:13 hadi 15. Akiwa mfanyabiashara mwanamke mwenye kuuza rangi ya zambarau, angeweza kuwa mmoja wa wategemezaji wakuu wa kifedha katika huduma ya Paulo huko Filipi. Wakati ambao Paulo na Sila walikaa gerezani huko, ulileta uongofu kwa nyumba nyingine nzima, ile ya mlinzi wa gereza. Roho Mtakatifu alijua kwamba Filipi ingekuwa kituo bora cha ufukoni kwa ajili ya kutangaza Injili katika Ulaya yote. Ingawa kungekuwa na mateso, licha ya ubaya wake, mateso yanaweza katika hali fulani kuwezesha Injili kuwafikia watu ambao vinginevyo wasingeweza kufikiwa. Soma Matendo ya Mitume sura ile ya 9:16. Hili linatusaidiaje kuelewa baadhi ya majaribu ya Paulo? Hili linaweza kutusaidiaje kuelewa baadhi ya majaribu yetu wenyewe? Hii ni Disemba 30, Paulo huko Filipi. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.